Habari za muda huu na karibu katika taarifa hii maalum ya habari ya kisiasa kutoka hapa nchini. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amekabiliwa na msukumo mkubwa wa kisiasa na kijamii baada ya wawakilishi wa jamii ya Kimaasai kutoa taarifa zote tatu zinazounda wilaya ya Morogoro kupinga vikali utekelezaji wa kimya kimya wa mapendekezo ya ripoti za tume aliyounda kufuatia migorogoro ya ardhi na huduma za kijamii. Wakizungumza wakati wa mkutano na waandishi wa habari, wawakilishi wa jamii na wananchi hao walibainisha kuwa mkuu huyo wa nchi ndiye alianzisha mjadala na hatua zinazohusu eneo la Morogoro tarehe 20 mwezi Aprili mwaka 2021, jambo ambalo limekuwa chanzo cha changamoto kubwa na kukosekana kwa huduma za kibinadamu kwa wakazi wa eneo hilo. Wawakilishi hao wa wananchi wa wilaya ya Morogoro walieleza kuwa kufuatia maandamano ya tarafa ya Morogoro na mkutano wa tarehe mosi mwezi Disemba mwaka 2024 kati ya wananchi na kiongozi huyo mkuu wa nchi, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan aliunda tume mbili zilizokuja kuchunguza migorogoro ya ardhi na maji. Mwenyekiti wa wawakilishi hao walibainisha kuwa serikali hivi karibuni imeanza kutekeleza mapendekezo ya ripoti ya tume hizo bila kuziweka hadharani ili zichunguzwe na wananchi ambao ndio waathirika wakubwa wa maamuzi yanayofanywa. Wawakilishi wa jamii ya Kimaasai walibainisha kuwa utawala unaozingatia sheria unapaswa kuheshimu misingi ya uwazi na ushirikishwaji badala ya kutegemea taarifa iliyofichwa dhidi ya umma. Viongozi hao walieleza kuwa hatua ya serikali kutumia kifungu cha 991 cha sheria za usajili wa ardhi kinachohusu marekebisho ya usajili ulioambatana kwa nia ya udanganyifu aina misingi wa kisheria, kwa sababu vijiji vyote vya Viliondo vikiwemo Lokoshonwan, Ngeresero, Soitambua, Nguresosambu na Ashrash vilianzishwa na kusajiliwa kisheria. Mwenyekiti hao wa kijamii waliongeza kuwa Wizara ya Mali Asili na Utalii ikishirikiana na halmashauri ya wilaya ya Morogoro pamoja na watu wenye maslahi binafsi wanaendelea na mpango wa siri wa kuanzisha eneo la hifadhi ya jamii ya wanyapori, yani Wildlife Management Area WAM, katika eneo la Ziwa Natron. Wawakilishi hao walitaja kuwa mpango huo unalenga kuathiri angalau vijiji 4 vya tahara za Sale, ikiwemo kijiji cha Ngeresero ambacho mwaka wa 2022 kilitambuliwa rasmi kuwa eneo la malisho, huku kukiwa na mapendekezo ya tume ya rais ya kuondoa hati hiyo ili kurahisisha utoaji wa ardhi. Viongozi wa wananchi wa Ngorongoro walifafanua kuwa katika taarifa ya Loliondo kufuatia kutwaliwa kwa eneo la kilomita za mraba 1500 zilizoundwa pori la akiba ya Pololet na kuweka kampuni ya All Trade Business Corporation OBC, wananchi wameendelea kukumbana na changamoto za kukamatwa na kutaifishwa na kwa mifuko yao pamoja na mateso ya kimwili. Wawakilishi hao walibainisha kuwa nyaraka zilizotolewa na ofisi ya msajili wa ardhi zimeonyeshwa kuvutwa na kuhamishwa kwa umiliki wa vijiji vya Loliondo kwenda kwa kiongozi mkuu wa nchi, jambo liniloweka wazi wanahusika na utwaa wa ardhi zao. Wakati huo huo, wawakilishi hao walibainisha kuwa katika tafara ya Ngorongoro miradi yote ya maendeleo ipo katika hali mbaya, kukiwa hakuna fedha zilizotengwa kwa miaka mingi kwa ajili ya kuboresha huduma za afya, elimu na barabara katika eneo la mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro, yani NCAA. Wananchi hao walieleza kuwa kuzuiliwa kwa huduma hizo za kijamii kunafanyika kinyume cha sheria zilizowekwa na mamlaka husika, huku serikali ikitumia kama chombo
cha kudhoofisha ustawi wa raia wake badala ya kusimamia sheria. Uchambuzi wa kina wa taarifa hii unaonyesha msuguano mkubwa kati ya sera za uhifadhi wa serikali na haki za kikatiba za wananchi wa asili. Sababu kubwa za tukio hili ni nia ya serikali ya kutanua maeneo ya uhifadhi na uwekezaji wa utalii katika wilaya ya Ngorongoro na mikoa ya Arusha na Manyara, hatua ambayo wananchi wanaamini ni mkakati wa kuondoa na kuwabana Wamasai katika ardhi zao za asili. Athari za hatua hizo zimesababisha migogoro ya kisiasa, kuteswa kwa wananchi na kutaifishwa kwa mifugo na kusitishwa kwa huduma za msingi za kijamii. Umuhimu wa taarifa hii unajidhihirisha katika msingi unayoguza misingi ya ibara ya 8 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoeleza kuwa mamlaka yote yanatoka kwa umma. Wananchi hao wamesisitiza kuwa uhifadhi haupaswi kuendeshwa kwa njia ya ubaguzi, unyanyasaji au kunyang'anya haki za watu waliohifadhi mazingira hayo kwa vizazi vingi. Wawakilishi hao walibainisha kuwa wako tayari kulinda ardhi yao kwa kila gharama inayowezekana na kutaka haki itangulie kabla ya amani. Nafasi ya taasisi zinazohusika inakabiliwa na uamuzi mgumu. Mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro NCAA na Wizara ya Maliasili na Utalii zinakosolewa kwa kuendeleza ujenzi wa makambi ya watalii na hoteli katika maeneo Ntundu, Maseko, Endulen, Orbar na Olekole bila kushirikisha wananchi. Wananchi walibainisha kuwa wakati viongozi wa serikali wakidai kuwa kuna ongezeko la watu na mifuko miongoni maeneo, viongozi hao wamekuwa wakiongeza ujenzi wa makambi ya watalii yanayochukua maeneo ya malisho na kuingiza maji machafu katika maeneo ya kreta. Uhusiano na kihistoria ya wahusika unaonyesha jinsi viongozi wa kitaifa wanavyohusishwa na mzozo huu. Wawakilishi hao walimkosoa waziri mkuu mstaafu Kassim Majaliwa aliyewahi kuwa mkuu wa mkoa wa Arusha John Vianney Mongella na mkuu wa wilaya wa Ngorongoro Raymond Mwangala kwa kuendesha kile walichokiita propaganda za ongezeko la watu. Pia walimkosoa mkuu wa mkoa wa Arusha Paul Christine Makonda kwa kumtangaza kiongozi wa mila aliyejulikana kama Laimsongo, wakibainisha kuwa kiongozi huyo si mhusika wa mila wa Ngorongoro wala mwakilishi halali wa Masai wa eneo hilo.